ni athari nzuri ambayo anapaswa mwanadamu kuiacha au yatakikana mwanadamu kuiacha, kuiacha insana bali mwanadamu fi dunia, katika dunia hii, liyanjaha fi akhirati, ili aokoke akhira. Kuokoka akhira ina maana kwamba kuepuka na moto ule ambao utakaowachoma watu siku ya Kiyama, ambao kulinda yale kuingia peponi. Tutege masikio katika mada hii ya adhimu ambayo tumetuandalieni. Kuna pointi muhimu na mambo muhimu sana ambayo tunataka kuzingatia. Wattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih. Kwanza nakuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu kweli, kumwogopa. Waraqibuhu fi sirri wan najwa, na vile vile na kumchunga au na kulinda mipaka ya Mwenyezi Mungu wakati uko sehemu ya siri na wakati uko sehemu ya dhahiri. Si wakati uko sehemu ya siri unakuwa na mwingine, wakati uko sehemu ya dhahiri unaonekana na watu na mwingine. Kote mipaka ya Mwenyezi Mungu, na kisha ya sheria hizi tunasema kwamba yeyote atakayekuwa analinda mipaka ya Mwenyezi Mungu ule wakati wa sehemu ambayo iko siri, iko peke yake, hakuna anayekuona, lakini anajua kwamba Allah anamuona, atakapokufa Allah atamzawadia zawadi ya kuchelewa kuoza. Kwa mtu anapokuwa imetokea amefariki dakika chache kuwaisha bila ya hivyo, anakuwa anaanza kutoa harufu kali, na wanda alikuwa anamuasi Mwenyezi Mungu sehemu ambayo inakuwa sio sehemu ya siri, sehemu ya kiungo peke yake, anamuasi Allah. Ila anna hadhihi dunya daru marari, tabweni kwamba hii dunia ni nyumba ya kupita, hakuna atakayebaki katika dunia hii, bali sio kiumbe ambaye atabaki katika dunia hii. Alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, huyo ndio kiumbe bora kuliko viumbe vyote. Lakini na sisi tujiandae, kwa siku ambayo tutaitikia wito, tutake tutakwenda, tutake tutakwenda. Tulishagongewa visa, kila mtu alishagongewa 8 kwa mtu ameshagongewa 60, wengine 50, kila mtu akifikia mtu anakwenda. Wal akhirata daru maqati, yani na akhira ndio nyumba ambayo akhira ndio itakayobaki. Wa anna al-insana rahilun la mahalata, kwamba mwanadamu ataondoka, hana hala kukimbilia. Ala dhaliku anasema kalla la wazana, hakuna mahala pa kukimbilia katika siku ya Kiyama. Wala yamka qalahu ba'da mautihi illa atharuhu, hakuna kitakachobaki baada ya kuondoka mwanadamu isipokuwa ni zile athari alizoacha. Kama alitenda matendo mema, ule wema baada utaendelea. Kama ametenda mabaya, ule mabaya utaendelea kwa namna alivyopanga. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, min rahmatillahi biibadihi an yaj'alahum abwaba min alkhair. Asema kwamba miongoni mwa min rahmatillahi wa Mwenyezi Mungu biibadihi, kwa waja wake, an yaj'alahum, kuwajalia wao waja wake, abwaba min alkhair, milango miongoni mwa milango ya kheri. Asema kwamba tabqa atharuha baada mautiha, zinabaki athari zake baada ya kufa kwake, na maana ile milango ya kheri inabaki. Ndio maana akatuletea kauli kwamba hapa katika milango ya kheri baki kama tumeleta kauli ya Mwenyezi Mungu, asema kwamba fayanaluna biha ajra, fayanaluna biha ajra azima fi quburihi, kwamba watapata athari hizo
baada ya kufa kwao katika makaburi yao. Fayanaluna biha ajran adhima fi kuburihim, hizo athari ambazo kama nzuri kiziacha baada ya kufa kwao zinabaki hapa duniani zitakulia. Anasema kwamba wa yawma liqa'i rabbihim, na siku ambayo pia utakutana na Mola wake, hizo athari pia nzuri ulizoziacha utazipata, au Allah atakulipa kutokana na zile athari. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu atakasikia kwamba inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah anasema kwamba hakika sisi, inna nahnu nuhyil mauta, hakika sisi ndio tunawahuisha watu. Ina maana kuhuisha wafu ni wale watu ambao wameshakufa, anawarejesha katika leo ya uhai. Wa naktubu ma qaddamu, na vile vile Allah anaandika yale ambayo waliotanguliza, wale waliotenda, anasema kwamba tunayaandika wa atharu, na zile athari zao walizoziacha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema pia wamesipo. Mtu anaweza kakaa akasema kuanzia wakati wa Adam alayhi salatu wasalam mpaka sasa hivi ni watu wengi sana ambao kwamba wamefariki kuanzia wakati wa Adam mpaka sasa hivi. Allah anawakumbuka hivi, Allah anawajua hivi. Itakuwaje mambo ya kufufuliwa sisi sote kweli? Mbona ni wengi sana? Allah anasema kwamba katika sura Al-Furqan, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida, haikuwa kuumbwa kwenu ninyi wanadamu wala kufufuliwa kwenu nikana kwamba Allah anaumba nafsi hiyo. Sisi sote nikana kwamba anaumba nafsi moja. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatusimamisha katika mahakama yake, na zile athari tulizoziacha, ule wema tuliotenda, kila aliyotenda utaendelea kuwepo na utaendelea kudumu, na kila mtu anapata malipo yake. Fasaidu man khalafa waraahu athara tayyiba, kwamba mtu mwema ni yule ambaye sasa anaacha athari nzuri hapa duniani. Tutaziona namna ambayo tumezichapua hapa. Asema kwamba takunu lahu nuran fi qabrihi, zile athari nzuri ambazo unazoziacha wewe zitakuwa ni nuru katika kaburi yako. Ndani ya kaburi kuna giza kali sana, utakapolazwa ndani ya kaburi kuna giza, nyumba haina feni, nyumba haina air condition, huwezi ukageuka kwenda kulia wala kushoto, wanakutafuna pale wadudu, wanaenjoy nyama yao watakavyo, wanaitana, wanakuja kwa wingi kushambulia mpaka kuhakikisha wamekumaliza. Sasa kitakachokusaidia pale ni matendo yako, yale uliyoyatenda yatakuwa ni nuru, kaburi yako itawaka taa. Asema kwamba warif'ata fi darajatihi yawm al-qiyamah, yatakunyanyua daraja zako, yale matendo uliyotenda yatakunyanyua daraja zako siku ya Kiyama. Asema kwamba wa min a'zami athari tayyibatin lati yanbaghi lilmu'minin, na miongoni mwa kubwa ambazo athari atakazokuwa ameziacha mwanadamu au yapaswa kuziacha mwanadamu, anatakana kuziacha mwanadamu ambaye ni muumini, mwanadamu ambaye ni muumini. Asema kwamba ayahisa alaiha, ambazo atakazopitia juu yake haraka haraka. Tuwezi kusanya siku sita, muda wetu hauturuhusu, tutajitahidi tuwasilishe ambazo muda utakuruhusu. Inshallah tutakapopata wasaa kuzimalizia kazi letu. Katika tulizokusanyieni ni kwamba awalan, kwanza nashkuru ilmi nafi, kwamba ni ile elimu yenye kuwa na manufaa. Kitu cha kwanza, ile elimu yenye kuwa na manufaa. Mfano hapa tulipo tumekaa huko, kuna watu ambao hawako hapa, lakini wao tayari wameshachukua pesa zao za kulipia renti hapa kwenye huu mjengo, tayari wameshaacha athari ambayo kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itamtetea kwa hiyo. Kuna mtu ambaye kila mwezi anachukua pesa anasukuma kwenye ile akaunti ya kulipia msikiti, alafu kitanunuliwa kiwanja ujengwe msikiti. Manufaa ya kile kiwanja ni kubwa. Nipeni mfano, siku zilizopita walijenga Masjid Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni miaka mingi waliotoa ile ardhi wakfu, walinunua ile wakfu, mpaka leo msikiti unaboreshwa, unaongezwa hivi. Unafikiri ni aina
kiasi gani cha thawabu walizozipata. Wallahi Waislamu, hakuna kitu ambacho kina uzito kama pesa za ardhi ya kununua msikiti. Huwa inachangiwa sana kwa kusuasua, lakini watu wakishasema hiki kiwanja hiki tunataka tujenge msikiti, tunaomba msaada, haupo ndio watu wanatoka wapi, haupo ndio namna gani msikiti utajengwa haraka haraka. Kwa hiyo tunakuhusieni sana, hasa sisi ambao tuko katika jamii yetu ya Adake, jamii yetu hii hai sana, tuombatane. Kama ni mwenye akili, wallahi wallahi, usikose hata kama umekosa kutia dola 10, 15, 20 kwa ajili ya kiwanja cha msikiti, kwa ajili ya kulipia rent hapa mahala tulipo. Usikose kufanya hivi. Hizi ndizo athari ambazo zitakazokuletea mbele ya Mwenyezi Mungu. Watu wanakuja na sala Ijumaa, kuna fungu lako, wanasoma Qur'ani, kuna fungu lako. Katika wale wanaosoma Qur'ani kuna ambao watahifadhi sura ambazo watazisoma, wataendelea kuwasalisha watu. Wallahi, kuna fungu lako. Kila akisoma Qur'ani kuna fungu lako. Ile Qur'ani aliyosoma hapa naye atawafundisha wengine, atakufa na wale wengine watakufa wasafundisha wengine. Bado kuna fungu lako. Hizo ndizo athari nzuri ambazo tunatakiwa kuziacha hapa ulimwenguni. Asema kwamba qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe juu yake. Kabla inshallah kuingia katika ile hadithi, kutokana na muda wetu bila sira fiki, muda unaendelea sana, tuombe Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale ambayo tunayotenda inshallah. وقدوة وقدوة يسير لغاية أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Katika kuendelea hotuba yetu ya pili ni kwamba tunaanza na hadithi yake, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema Mwenyezi Mungu sala na salamu zote kwamba idha mata Adamu inqata amaluhu illa min thalath, kwamba anapokufa mwanadamu amali zake zote zinasimama zote, illa min thalath, isipokuwa mambo hayo matatu ndio hayasimami baada ya kifo. Hadithi inaendelea kusema kwamba miongoni mwa jambo ambalo litaendelea sadaka jaria. Sadaka jaria ndio hii aina ambayo tunasema ya sadaka. Mtu anatoa sadaka ya kudini, mahala wanapojenga misikiti, mahala ambapo wanafanya mambo mengi ya heri, sawa na wewe unashiriki, ndio ya kukupia haya ndio ya kukupia. Sisi watu ambao tunahitaji sana kukupia mambo ya heri, kuna mashindano ya Qur'ani tunakupia, kuna jambo lolote ambalo ni la heri tunakupia. Hizi zinaitwa sadaka jaria. Utaona mifano mingi kwa chini na mtazamo mwingine hapa. Anasema kwamba pili au ilmu yuntafau bihi. Pili ni ilmu ambayo kwamba itakuwa na manufaa. Mtu anasoma Qur'ani, baada ya kusoma Qur'ani akamfundisha Qur'ani, hiyo ndio elimu ambayo ina manufaa. Asema au wala tulfani yad'u, kwamba au mtoto ambaye wewe umefariki kizazi, umemwacha mtoto wema, alafu ile mtoto anakuwa anafanyaje? Anakuombea wewe dua baada ya kuwa umefariki. Alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inapokuwa labda tuko hai, ni dua gani ambazo tunaweza kuombea wazazi wetu au na baada ya kufa kwetu, vipi ni dua gani tunaombea wazazi tuko hai, waombea wazazi labda alhamdulillah kama bayani sasa. Mwenyezi Mungu wakuombea wazazi wao kama ni kujumuleni kidogo, na wakiwa wamekufa pia usiliache kila unaposujudu, kila unapofanya ibada wakumbuke
Soma dua hii, usiache kuombea wazazi wako. Kwa hiyo utaacha watoto ambao watabaki na kuombea dua hii. Sasa usiache watoto ambao hawakuombea dua, hapo unaweza kupata hasara. Hayo mambo matatu yanabaki. Al-ilmu min a'zam ma yuhallif. Asema kwamba elimu ni kubwa katika ambayo mtu atakayoacha nyuma. Wallahi sasa hivi walimu wa Qur'ani, wana hali nzito sana, hasa kule mbalimbali. Ukitembea Tanzania, ukienda Uganda, Rwanda, Kenya, Burundi, Kongo, tizama tu maisha ambayo wanaishi watu ambao wanafundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wallahi wana hali nzito, na watu kutoka Ulaya, wako Canada, wako Marekani, wako Uingereza, wako sehemu tofauti. Wallahi hakuna mtu ambaye anawajali wale manahima rabbi, wale wachache walijitahidi. Tujitahidi, tuko wengi nchi za Ulaya, kila mtu achukue wachache, huyu achukue 7, huyu achukue 10, huyu achukue 20. Tusigeukie tu familia zetu, tujitahidi katika mishahara yetu, tuwakumbuke walimu wanaofundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni miongoni mwa athari tutakazoziacha, ni miongoni mwa mema tutakayoyaacha, kwa ajili kwamba wakipata ile riziki wanainua na kufungia kwa Mwenyezi Mungu. Wallahi Mwenyezi Mungu atakubali mambo yao. Tayari sana katika riziki yako. Allah anasema bisaili wal mahrum. Kuna wale watu ambao wanaomba na kuna wale watu ambao wanajizuia kuomba. Tanga ulizia kwa roho kutoka Tanzania. Madrasa 5 6 saidia walimu wa Qur'an. Wewe umetoka wapi? Kongo, saidia. Umetoka wapi? Kuna mtu mimi nilikutana naye Maka, ananiambia imamu anapokea, anasema kwamba kuna imamu mmoja kwa imamu wa Burundi anapatiwa 10,000, laki moja afwa, laki moja kwa mwezi mzima, laki moja. Hiyo laki moja mtu akiwa na dola 100 anaweza kupata takriban laki 6 au laki 5, na anapokea laki moja. Imamu ana familia, analipia nyumba, ile naishi namna gani? Anapoambia haitoshi, bado waumini wanamtuhumu kwamba imamu mbizi. Akaenda huyo mtu akapambana nao. Wallahi katika misikiti ya Burundi kuna stili ya ibadati wa misikiti. Sasa tunataka sana kuwajali maimamu, kuwajali walimu. Laiti ingekuwa sisi tunalipia zaka ipasavyo kila mwaka, mali yako inapitiwa na mwaka, unafungulao wale siwapa kwa ulimwenguni, hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, katika wale watu 8 walimu hao wanaofundisha dini, mashehe wanafungulao, lakini sisi tumepuuzia. Katika kumalizia hotuba yetu, tunaona muda umeisha. Tutaisha hii pointi ya kwanza, tunasema kwamba taalimul Qur'an, hapa taalimul Qur'an ndio hao wanaofundisha Qur'an. Nashukuru sunna tena wanaoeleza sunna, asema kwamba tarbia tunasi ala alkhair, na yale malezi bora, na mtu ambaye anakana watu katika malezi bora, katika tabia njema, katika kuamiliana na watu vizuri. Huyu mtu si atakapokufa zile tabia zake, watu watakuwa wanasema fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi. Huu ni wema ambao hauishi, ndio zile habari tunazozungumzia njema. Asema kullaha habari la tankati, zote zilizo habari ambazo haziko katika, zitakuwa zenye kudumu, zitakuwa zenye kuendelea. Wallahi tumekusanya hapa takriban nukta 6 katika miongoni mwa athari kubwa mtu akiziacha ama ulimwenguni zitamsaidia mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini muda si rafiki. Muda si rafiki. Tumekusa athari ya kwanza, sipo bado 5. Tunahitaji Allah atakapotuwezesha katika wakati ujao, hizi 5 zilizosalia tutachambua moja baada ya nyingine. Tutakuwa nimekuishia hapa, na Mungu Mwenyezi Mungu atuwezeshe haya ambayo tuliyozungumza tuweze kuyafanyia kazi kimatendo, ameingia ndani ya masikio yetu ya nafsi, kwa masikio tuliyonayo hapa kwenye vichwa vyetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من الموت والظلمات والقبر والظلمات والصراط والغلات ويوم القيامة والآت. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.